Wakazi wa kijiji cha Kibingo, kaunti ya Kirinyaga wamelalamikia ongezeko la wizi eneo hilo baada ya watu wasiojulikana kuvunja na kuiba katika kanisa la Love of Jesus Ministry eneo hilo. Wakazi hao wameonyesha kutoridhishwa na vitengo vya usalama eneo hilo, wakieleza kuwa ni mwezi mmoja umepita baada ya kanisa hilo kuibiwa tena, na baada ya kuripoti visa hivyo kwa maafisa wa usalama, hakuna hatua yoyote imechukuliwa. Jumanne tulikuja kwa maombi ya 21 days fasting, tukakuta kwamba tulikuwa kumetekelezwa uhalifu ambao ni wizi wa vifaa vyetu vya vipasa sauti. Tungetaka kupata usaidizi kutoka kwa administration. Ukiangalia kwamba tuko katika kata ndogo ya Inoe hapa, na assistant chief wetu ni jirani yetu hapa, na tunashangaa kwa nini usalama inafanyika kwenye doorstep yake. MCA wetu pia tungekuomba tafadhali rudi nyumbani kule kwa tutam. Sio kwenyewe kuliko na manufaa, huku nyumbani ndio tunakuhitaji zaidi. Tunaona watu wa Karine, watu wa sehemu zote za Inoe ward wote wanalia aina ya wizi huu. Yaani wizi huu haujaonekana hapa kwetu peke yake. Wanabiashara wote wanalia mambo ya token. Token zimekuwa zikiibiwa kila uchao. Hii biashara ya token, MCA wetu tungetaka utupatie jibu, utuambie ni kina nani hao ambao wako na hiyo sakata ya wizi wa token. Manake inaonekana ni watu ambao wamejipanga vizuri. Siku ya Jumanne kanisa ilikuwa sawa, lakini siku ya Jumatano tukapata mabati ya kanisa imekatwa na vyombo vya kanisa vikaimbiwa. Tumeenda katika police station na tukaeleza, na tunaomba serikali iingilie kati, manake hapa kanisani miezi 2 iliyopita tumeimbiwa token ya kanisa na hakuna jambo ambalo serikali wamechukulia hatua.